Wild West TV. Hujambo na uhali gani mtazamaji wa West TV unitufuatilia popote pale ulipo. Ni siku nyingine ni kukaribisha tupate uchambuzi wa Wilson Oruma kutoka EFM kuhusu sakata la Ali Shaban Kamwe wa kikosi cha Young African pamoja na Ahmed Ally wa Simba Sports, bila kumsahau msemaji wa kikosi cha Kagera Sukari baada ya kuitwa katika kamati ya maadili na hadhi ya TFF kutokana na makosa mbalimbali ambayo wamekuwa yakiyafanya, hasa pale wanapokuwa wakizungumzia vilabu vyao, lakini pia wanapokuwa kwenye mikutano mbalimbali ya vyombo vya habari. Kabla tujapata uchambuzi huo, tupate kujua, je, watu hawa wana makosa yapi? Kosa la Ali Shaban Kamwe ni katika andiko ambalo lilichapisha yani tarehe 3 ya mwezi wa pili 2025, ambalo chapisho hilo ndio lilofanya akaitwa na kushitakiwa katika kamati ya maadili. Chapisho hilo alisema kwamba, na leo sio mara ya kwanza, huu ni muendelezo, ni kama mechi ya 10 mfululizo, kila mechi Kolo huwa na mijadala redioni kuhusu makosa ya waamuzi yanayowanufaisha Kolo kupata ushindi. Na tukirejea nyuma kidogo, Kolo anayezungumzwa hapa Simba Sports Club. Kwa hiyo moja kwa moja Ali Shaban Kamwe alikuwa anawanyoshia kidole Simba Sports Club. Anaendelea kwa kusema, mara wapinzani wananyimwa magoli halali, mara mjadala wa Kolo akifunga magoli ya offside na waamuzi wanayakubali. Tumesikia pia mijadala ya penati nyingi za mchongo zikiwanufaisha makolo. This is too much, yani hii imepitiliza na inatupa wasiwasi kama haya yanayotokea huwa yanatokea kwa bahati mbaya, kwa kichaka cha makosa ya kibinadamu. Bana, hilo ndilo kosa kubwa ambalo Ali Shaban Kamwe limemfanya kaitwa katika kamati hiyo ya hadhi na maadili. Lakini pia kosa la Ahmed Ally wa Simba Sports, yeye alipokuwa katika ufunguzi wa tawi kule jijini Dar es Salaam maeneo ya Mbagala, aliweza kutoa kauli ambayo alisema kwamba adui namba 1 wa Simba Sports ni Young African, lakini adui namba 2 ni Singida Black Stars. Na haya yote ameyasema kama tunavyojua Simba na Yanga wao ni watani, lakini pia wana uadui fulani. Lakini kwenye uadui dhidi ya Singida ni katika mchezo wa Singida dhidi ya Yanga, ambapo Singida walichezesha kikosi tuseme cha pili katika mchezo wao na kuruhusu wao kufungwa, na ndio maana Ahmed Ally alisema issue hiyo moja kwa moja. Kwa hiyo hayo ni makosa ambayo yamewafanya Ahmed Ally pamoja na Ali Shaban Kamwe kuitwa katika kamati ya hadhi na maadili ya TFF, na hukumu imeshatoka lakini bado haijaachiwa hadharani. Uchambuzi wa Wilson Oruma juu ya hukumu hiyo anakuambia kwamba kamati ya maadili imemfungia Ali Kamwe, kipengele kipo kwenye kutangaza hii taarifa. Shaban Kamwe ameshafungiwa, lakini issue inakuja kwenye kuitoa hiyo taarifa. Anaendelea kwa kusema, kwa mujibu wa chanzo changu cha ndani kabisa, kamati chini ya mwenyekiti Mwita Mwaisaka imeshamaliza kazi yake, ambapo pia imemfungia miaka 2 afisa habari wa Kagera Sukari Hamisi Mazanzala. Afisa habari wa Simba Sports Ahmed Ally, kwa mujibu wa chanzo yeye amepona, lakini amepewa onyo kali. Kwa nini watu wanagwaya kutoa hii taarifa? Chanzo kinadai kamati imeombwa Kariakoo Derby ipite kwanza ndo watangaze. Bana, unaambiwa mahukumu yameshatolewa, lakini wanasubiri Kariakoo Derby kwanza ipite ndipo waweze kutangaza issue hiyo. Anaendelea kwa kusema eti kwamba kuitoa hii taarifa sasa hivi ni kuwavuruga Yanga Afrika na maandalizi yao ya dabi. Hata hivyo, taarifa zaidi zinadai kama wakikubali tu hii taarifa kuitoa sasa hivi imekula kwao, dabi ya Kariakoo itakaa kutumika kama watu wanufaike kombe ili kupitisha mwanaharamu. Chanzo kinadai baada ya hii hukumu kuna simu nyingi sana zimepigwa kutaka maamuzi yafanyike nje ya kanuni na taratibu za kamati. Hata hivyo, kamati imeshikilia maamuzi yake kwa sababu mtuhumiwa amekuwa na makosa ya kujirudia. Anaendelea kwa kusema, katika andiko lake la Februari 3, 2025 kuna mstari Ali Kamwe alionyesha wasiwasi wake na ubinadamu wa makosa ya waamuzi kwenye mechi za Kolo.
Afisa habari wa Kagera Sukari naye amefanya kosa kama la Kamwe, aliwashutumu waamuzi kutaka kuishusha daraja Kagera Sukari. Udadisi wake kwamba hili ni kosa la kwanza umetupiliwa mbali, lakini anamalizia kwa kusema taarifa zinaeleza zaidi kwamba jambo la Kamwe limewagawa watu wakubwa, wengine wakionekana kukubali maamuzi ya busara nje ya kanuni na utaratibu, lakini wengine wakishikilia utaratibu ufuatwe ili kukomesha hii tabia sugu. Kwa mujibu wa chanzo changu kinaeleza kwamba baada ya kutoa hukumu, mwenyekiti wa kamati Mwita Mwaisaka ameondoka zake Tanga akitegemea hii taarifa ya hukumu kutangazwa haraka iwezekanavyo. Bana, hilo ndilo sakata la Ali Shabani Kamwe, Ahmed Ally pamoja na msemaji wa kikosi cha Kagera Sukari ambaye naye pia ameingia katika issue hiyo ya seke dhidi ya TFF. Na unaambiwa bana, taarifa hii ni kubwa sana, lakini kinachozuiwa kutolewa taarifa hii ni issue ya mchezo wa dabi wa Kariakoo kati ya Young African dhidi ya Simba Sports Club ambao utapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya tarehe 8 majira saa 1:15 usiku, ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Na mchezo huu umekumbwa na joto kubwa sana kwa sababu vikosi vyote viwili kwa sasa viko imara, viko poa kabisa, huku Yanga akiwa amecheza michezo 21 mpaka sasa. Simba Sports amecheza michezo 20, Yanga akiwa na alama 58, huku Simba Sports yeye akiwa na pointi 52. Endapo akishinda michezo yake hiyo miwili ya viporo ambayo anayo, atafikisha alama 57 nyuma ya pointi 1 dhidi ya Young African. Lakini pia bana, kuelekea sasa mchezo huo, Simba Sports naye atahitaji apate ushindi ili kuendelea kumkaribia zaidi Young African. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment. Unafikiri kuelekea sasa mchezo huu wa dabi na seke hili, sakata hili la Ali Shabani Kamwe na Young Africa yao, je, wanakwenda kutoboa? Na kama Simba wanaweza kaichukua kama advantage kwao kuelekea mchezo huu, tuambie unafikiri Simba wanaweza kupata ushindi? Lakini pia usahau kututabiria kikosi chako ambacho unafikiri ni vema zaidi kikaanza katika mchezo wa Young African dhidi ya Simba. Yani kikosi cha Yanga unafikiri kiwaje, lakini pia kikosi cha Young African unafikiri kwa upande mwingine kiwe cha namna gani, ili kuhakikisha mchezo huo unachezwa na kuja kuleta furaha kwa wapenzi na mashabiki wa soka nchini Tanzania.